Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Timotheo wa pili sura ya 4 aya ya 7. Akiwa amejitayarisha vyema kwa ajili ya umilele, Padre Andreas Huk alikufa kwa amani saa 12 asubuhi tarehe 25 ya mwezi huu wa 9 katika chumba chake hapa Uwemba, Gloriati ya Uwemba, alimokuwa akitibiwa na kupata matunzo mbalimbali baada ya kuvunjika mfupa wake wa nyonga miezi miwili iliyopita. Aliomba kubaki katika jumuiya na siyo kupelekwa infirmary kwa matunzo. Ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 72 ya nadhiri zake za kitawa na umri wa miaka 94 ya kuzaliwa, na alikuwa mtawa mwenye umri mkubwa kwa abasia yetu ya Peramiho. Padre Andreas alizaliwa tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 1931 katika kijiji cha Bermatgen karibu kabisa na ziwa la Constance katika wilaya ya Bodensee, jimbo kuu la Freiburg huko Ujerumani. Akiwa mwana wa mkulima, baba yake aliyeitwa Oscar na mama aliitwa Agata. Wazazi hao wacha Mungu walikuwa na shamba dogo ambalo liliwasaidia kumudu familia yao ya watoto 12. Baba alikufa mapema wakati Joan akiwa na umri wa miaka 10 tu. Ndugu wawili pia waliuawa katika vita vya dunia. Joan alihudhuria shule ya msingi kuanzia mwaka 1937 hadi mwaka 1943. Alisoma elimu ya sekondari huko Constance mwaka 1945 hadi mwaka 1952. Mara baada ya kuhitimu elimu ya sekondari mwaka 1952, alijiunga na utawa wa kimisionari wa abasia ya St. Ottilien na kupewa jina la kitawa Andreas. Alifunga nadhiri tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 1953. Kisha aliendelea na masomo ya falsafa na teolojia, yani mwaka 1952 hadi mwaka 1958 huko St. Ottilien, Munich, Ujerumani. Tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 1958, Askofu Joseph Frendfar alimpa sakramenti ya upadirisho. Alitumwa abasia Nuncio ya Peramiho nchini Tanzania mwaka 1959 tarehe 4 mwezi wa 10. Kazi ya kiuchungaji katika jimbo kuu Katoliki la Songea ni mwaka 1959 hadi mwaka 1990. Alifanya kama ifuatavyo: alikuwa msaidizi wa paroko wa Matogoro mwaka 1959 hadi mwaka 1960, Maguu huko Mbinga mwaka 1961 hadi mwaka 1963. Mchangimbole alifanya utume huko mwaka 1963 hadi mwaka 1967
Litembo alifanya mwaka 1967 hadi mwaka 1969, na parokia ya Litumba mwaka 1969 hadi mwaka 1974. Kisha akawa paroko wa Nangombo mwaka 1974 hadi mwaka 1984, na Mabengo mwaka 1984 hadi mwaka 1989. Ikawa hatima ya kufanya uchungaji katika Jimbo Kuu Katoliki la Songea. Mwishowe wa mwaka 1989 alitumwa kuwa paroko wa parokia Mtakatifu Rafaeli Malaika Mkuu, Jimbo la Njombe hapa Uwemba. Utume wake kama paroko ulikoma mwaka 2012 kutokana na umri. Kwa unyenyekevu uliopitiliza katika uzee wake, alipokea wajibu mpya kuwa priori wa wamonaki wa priorati ya Uwemba tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2018 hadi tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2022. Vile vile alisaidia kazi ya uhasibu prokura. Alikuwa mfano wa uaminifu wa maisha yake ya kiwakfu na ukuhani. Padre Andreas alikuwa mtu mtulivu, mwenye amani. Amani ilitawala na kuongoza maisha yake. Alikuwa mtu wa haki na mtu wa utani na mtu wa kuchangamsha jumuiya. Daima alikuwa na maneno ya kuchangamsha. Kama kitu kimemshitua, sio mshituko mkubwa, atakwambia hopla. Lakini kama kitu cha kusitikiza kidogo, atakwambia hoi hoi. Lakini kama ni kitu cha hatari, ya manake hapa amechukia. Kifupi, alikuwa mtu wa haki, mwema, mtulivu na mcheshi. Alipenda jumuiya ya Uwemba kiasi cha kupiga makofi mara tu alipowasili Uwemba akitokea hospitali ya Peramiho alipopelekwa kwa uchunguzi baada ya kuvunjika. Mwaka 2024 polepole alipoteza uwezo wa kusikia kabisa. Baada ya matibabu aliweza kusikia tena. Alijawa tena na furaha ya afya yake ikatengemaa. Siku moja alisema, nina uhakika wa kuishi miaka mingine miwili. Kwa msukumo huo alianza upya mazoezi ya kompyuta na mawasiliano ya mtandao kwa ndugu zake. Kiufupi, yeye alikuwa mtaalamu sana wa kompyuta. Ilikuwa kama kipaji chake ya kusomea, lakini alikuwa mbunifu. Hata mambo ya accounts amesaidia sehemu nyingi. Hata mambo ya kuweka Wakristo katika mfumo wa kompyuta alibobea vizuri. Kutokana na umri mkubwa, haikuwezekana kupasuliwa. Alipokea hali yake mpya, akaishi kwa utulivu hadi umauti ulipomfikia saa 12 asubuhi tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka huu. Tunawashukuru sana madaktari na wauguzi wote waliomhudumia katika kipindi chote cha uhai wake. Kwa namna ya pekee sana, shukrani za dhati ziwaendee masista wauguzi wa Wabenediktini wa misionari wa Tutsi Uwemba kwa uangalizi wa karibu na kwa matibabu
hadi alipofariki. Marehemu Padre Andreas Luke Osby apumzike kwa amani.